Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mnaendelea vizuri popote mlipo. Tunawaleteeni awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika hali ya kisiasa, kidiplomasia na hata kiusalama pia. Na mara moja tutakwenda kuanzia huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la magharibi mwa mji wa Butembo, ambako milio ya risasi ilisikika hiyo jana Ijumaa tarehe 27 Februari mwaka huu katika majira ya jioni. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyolingana, vinasema ya kwamba milio mikali ya risasi ilisikika kwa takriban dakika 20 katika eneo la Komba, kitongoji kilichoko kwenye magharibi mwa mji huo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa huenda kulikuwa na mapigano kati ya makundi yanayopinzana ya wazalendo ambayo yanafanya shughuli zao katika eneo hilo, na baadaye katika majira ya usiku kama saa 3 ama 21, milio mingine ya risasi iliripotiwa katika eneo la Musingiri, mtaa wa Malende, hasa katika kambi ya wazalendo wanaoitwa Kasindien. Hadi sasa chanzo halisi cha mapigano hayo na mazingira yaliyochochea tukio hilo bado hayajabainika. Matukio haya yanayoongezeka juu ya msururu wa mvutano wa mara kwa mara ulioshuhudiwa katika wiki za hivi karibuni katika sehemu hii ya mji, hali inayozidisha hofu miongoni mwa wakazi. Kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya makundi ya wenye silaha ya ndani, mratibu msaidizi wa Nouvelle Société Civile Kihini cha Kimeni ametoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuimarisha uwepo halisi wa dola katika eneo hilo. Kwa upande wake, makamu mratibu wa Nouvelle Société Civile ya Butembo amesisitiza umuhimu wa hatua madhubuti ili kuzuia matukio mengine na kuhakikisha usalama wa raia. Lakini leo Jumamosi asubuhi tarehe 28 Februari, hali ya utulivu ya tahadhari inaendelea kuonekana katika sehemu ya magharibi mwa mji huo, kwa mujibu wa baadhi ya wakazi waliowasiliana nasi. Hata hivyo, hali bado ni tete na imejaa mvutano, huku wakazi wakihofia uwezekano wa kurejea tena kwa ghafla kwa vurugu hizo. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, mamlaka za mitaa hazikuwa bado zimetoa tamko rasmi kuhusu matukio hayo. Tukihamia huko Kivu Kaskazini, katika majira ya saa 4 za usiku ama 22 huko Kamanyola katika wilaya ya Walungu hiyo jana tarehe 27, kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vinaripoti ya kwamba vilishuhudia kuona takriban magari 30 yaliyokuwa yamebeba mizigo mizito yanayodaiwa kuwa ya Rwanda Defense Force RDF yalionekana yakipita katika mji huo yakielekea maeneo ya Bukavu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wanahabari wa jamii walioko Sange, msafara huo wa magari uliondoka hapo Sange mapema jioni kabla ya kushika barabara kuu inayoelekea mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, haijawezekana kuthibitisha kwa njia huru aina halisi ya mzigo iliyokuwa imebebwa, ingawa mashuhuda wanazungumzia msafara mkubwa uliopangwa kwa mpangilio maalum. Vile vile, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa katika kipindi cha mchana hiyo jana, vikosi viliondoa mfumo uliotajwa kuwa wa anti-sol kati eneo la Kiwanja. Hata hivyo, hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu za kuondolewa kwa mfumo huo wala mahali ulipopelekwa. Harakati hizi zinakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa nyeti, huku kukiwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya nafasi za makundi yenye silaha na vikosi vinavyohusika katika mgogoro wa kikanda. Hadi sasa, mamlaka husika hazijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha taarifa hizi. Na kwa upande wa kidiplomasia, taarifa zilizohusishwa na maafisa wasiotajwa majina katika gazeti la Wall Street jana zikidai kuwa Marekani imesitisha mpango wa kuiwekea vikwazo serikali ya Rwanda ya Paul Kagame kuhusiana na madai ya ukatili unaofanywa na M23 zinapingwa vikali na vyanzo kadhaa vilivyo karibu na faili hiyo mjini Washington. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo,
hakuna uamuzi rasmi uliotolewa wa kusimamisha au kufuta hatua zozote za vikwazo, na taratibu za uwajibikaji zinaendelea kama kawaida. Kwa mujibu wa matamko ya hadhara yaliyotolewa na maafisa wa Marekani, akiwemo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, mshauri mkuu wa masuala ya Afrika katika utawala wa Marekani, pamoja na mawasiliano rasmi ya ikulu ya Marekani White House na wizara ya mambo ya nje State Department, msimamo wa Marekani unasalia ama kubakia ule ule: wahusika wa ukiukwaji mkubwa wa haki katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima wawajibishwe na wapewe vikwazo. Wabunge wenye ushawishi katika bunge la Marekani, akiwemo mwakilishi Chris Smith, pia wameonyesha kuunga mkono hatua za kuhakikisha uwajibikaji unatekelezwa. Kuhusu Seneta Lindsey Graham, vyanzo vilivyo karibu na Seneti vinakanusha madai ya kwamba angekuwa analinda maslahi ya Kigali. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, katika mazungumzo yake na rais wa Rwanda Paul Kagame, Kagame alimhakikishia kuwa Rwanda ingeheshimu ahadi zilizotolewa chini ya makubaliano ya Washington, na kwamba M23 ilihitaji muda wa kujiondoa katika maeneo iliyonayo mashariki mwa DRC. Hata hivyo, kufikia jana tarehe 27 Februari, ripoti zote kutoka uwanjani zinaonyesha kuwa wapiganaji wa M23 bado wapo katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo, ambako tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu zinaendelea kuripotiwa. Katika mazingira haya, baadhi ya wadau mjini Washington wanaona kuwa ahadi zilizotolewa hazijatekelezwa kwa vitendo, jambo linaloongeza mvutano wa kidiplomasia. Watu wa karibu na seneta huyo pia wanasisitiza kuwa Lindsey Graham ana heshima na sifa imara ndani ya bunge la Marekani, na kwamba si sahihi kudokeza kuwa angekubali mbinu za kuchelewesha au kupotosha ukweli. Aidha, wanakosoa kile wanachokiita uvujishaji wa taarifa kwa kuchagua sehemu maalum za mazungumzo ya kwa lengo la kuathiri mtazamo wa umma. Hatimaye, vyanzo kadhaa vimeeleza kuwa mashauriano kati ya wanachama wa bunge la Marekani yataendelea katika siku zijazo ili kuchambua kwa kina taarifa zilizopo na kuamua hatua zinazofuata. Suala la vikwazo na uwajibikaji katika mgogoro wa mashariki mwa DRC linaendelea kabisa, tena kwa uthabiti, kuwa kiini cha mjadala mjini Washington. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambapo tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo tarehe 28 Februari mwaka 2026. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kufaidi zaidi. Asante.